Ni jukumu letu sisi wananchi kulinda amani ya nchi yetu, kwa sababu amani inapatikana kwa shida sana, na tukipoteza hatutaipata. Katika hali ya kawaida, nani anaharibu amani? Anayetumia nguvu na kusitiza uchaguzi uende anavyotaka yeye, au yule anayesema jamani, turudi mezani ili tuangalie mifumo yetu ya uchaguzi, kwani mfumo wa sasa hauwezi kutupatia viongozi wa haki na kweli. Kwa maana hiyo, kama amani inapatikana kweli kwa kurudi mezani, kwa maana hiyo wote waliokamatwa kwa kudai haki, wakiwemo viongozi wa vyama vya kisiasa, waachiwe haraka na bila masharti, na wengine wasikamatwe wala kusumbuliwa, na pia mihimili isiingiliwe, mbali itende kazi zake kwa haki. Demokrasia. Madikteta wengi duniani na hata hapa Afrika hawataruhusu uchaguzi ufanyike, kwani wataogopa uchaguzi ukifanyika hawatachaguliwa, na kama wataruhusu uchaguzi wataharibu mifumo ya uchaguzi ili wabaki madarakani. Tanzania hatujafika huko. Watu wasipochagua kwa uhuru, demokrasia itakufa. Hii ni nchi ya waelewa, nchi ya wastaarabu, nchi ya wachamungu na wenye kupenda demokrasia na amani. Katika misingi ya demokrasia, mamlaka ya serikali yanatokana na serikali iliyochaguliwa kihalali. Demokrasia ya ukweli, viongozi watawajibika kwa wapiga kura. Kura ni wakala wenye nguvu. Wananchi wasiporwe nguvu yao ya kupiga kura na kuchagua. Kasoro zilizojitokeza zinapaswa kurekebishwa haraka, na kukiwa na nia ya dhati kutoka kwa wahusika, muda unatosha kabisa kufanya hayo marekebisho kabla ya uchaguzi mkuu. Wito. Ya kwanza, tuiombee nchi yetu iwe nchi ya amani na kuwa na viongozi wa haki na wazalendo. Ya pili, sauti na vilio vya watu visikilizwe. Tatu, wahusika wakae na wadau wote wa uchaguzi kuruhusu mabadiliko yale ya lazima kabla ya uchaguzi mkuu. Mwisho, kila mtu amwogope Mungu na kuisikiliza dhamiri yake, sauti ya Mungu inayozungumza ndani mwetu. Mwisho, kwa ninyi ndugu zangu Wanalindi na wengine mlioko hapa, na watu wote wenye mapenzi mema na nchi yetu, na watakia Pasaka njema ya furaha na amani. Mwaka huu taifa letu linajiandaa kwa ajili ya uchaguzi mkuu wa rais, wa bunge na madiwani. Maana ya uchaguzi ni kuwapa uhuru watu wachague mtu anayemtaka. Ndio maana tunafanya uchaguzi, na maana ndio tunafanya uchaguzi wa vyama vingi kulinganisha sauti. Lakini Watanzania, kinachotokea sasa ni kama hatulinganishi sauti, tumeanza kupigana viatu. Kiona na mtu anakuzidi kwa sera, unaamua kutumia nguvu kumzima. Watanzania wengi
wanalalamikia tume huru ya uchaguzi kwamba sio tume huru, na wanafanya hivyo kwa matukio yaliyotokea nyuma, uzoefu uliotokea nyuma. Ni wajibu wa serikali kuangalia upya malalamiko ya watu wake. Nafikiri vyama vingi ni sawa na hizi kwaya zilizoimba hapa. Kila mtu aimbe wimbo wake mzuri na kila mtu anachagua kwenda anakotaka. Hatulazimishi watu waende mahali wasikotaka. Bwana asifiwe. Imba wimbo mzuri unaovutia watu na wakaja kwako. Lakini hatulazimishi watu kwa fimbo, kwa bakora, waimbe wimbo usiotaka, unaotaka wewe. Na ndio maana ya demokrasia. Demokrasia ni kuwapa watu uhuru wa kuchagua wale wanaowataka. Watu waimbe sera zao. Viongozi wa siasa, vyama ambavyo vinasema upinzani, waanze sera. Waambie wananchi wanataka kuwafanyia nini. Mara nyingine rais baba wa taifa aliuliza, naona watu wanakimbilia Ikulu, kuna nini? Na mmetenda dhambi kwa kutaka kukimbilia Ikulu. Wanasema Ikulu ni mahali patakatifu. Sasa tunataka kugeuza Ikulu ni mahali pa lawama, kulaumu tu hata mazuri yanapofanyika. Kila mmoja, awe diwani, awe mbunge, na hata mheshimiwa rais, atangaze sera nzuri ili sisi tukimbilie sera zile anazosema. Wakati mwingine sera zinazosemwa sio zile pia zinazofanywa kazi. Na ndio watu wanagundua kwamba sasa kumbe inakuwa hivi. Manunguniko ya tume huru ya uchaguzi ni kilio sasa katika taifa letu. Sio kwa uchaguzi huu tu, na hata katika chaguzi zilizotangulia, kwamba uchaguzi sio huru na wala sio wa haki. Uchaguzi huru ni ule ambao kila mtu anaridhika kwamba ameshindwa kwa halali. Tuwaombe watawala waliangalie hilo, kwa sababu uongoza kwa kufanya haya yanayolalamikiwa sio kutuleta pamoja, lakini ni kutugawa pia. Bwana asifiwe. Ukigawa taifa, nguvu inagawanyika pia. Na sisi ambao tunataka hiyo tume huru, tuwe wasarabu hata katika kukosoa. Msikosoe hata yale mazuri yanayofanyika, lakini kosoeni pale mnapoona kwamba mambo hayaendi sawa. Wenzetu Chadema wanasema no reform no election. Sasa ikachukuliwa kama serikali ni Chadema inasema hivyo. Hata baadhi ya wana CCM wako wanaosema no reform no election, lakini wamejificha, hawataki waonekane. Na wakati mwingine hata haya mambo yanayolalamikiwa yanatoka ndani ya chama tawala yanakwenda kwenye vyama vya upinzani. Kwa hiyo tunatakiwa pia tujiangalie, tujihoji, hivi na sisi tunaolalamika ndani ya chama tawala mnakwenda wapi? Mnataka nini? Kukamata watu na kuwaweka ndani hakunyamazishi malalamiko ya watu. Hakunyamazishi, bali inaendelea kujenga gap ya watu kuachana. Kwanza ukimkamata mtu unampa title. Nampa title atakuwa na, hata kama alikuwa haonekana ataonekana. Lakini ukimpuuza, lakini ukaendelea kusimamia misingi, atabweka mpaka ataacha tu. Angalia hata wakati wa maandamano. Wakati ule maandamano alikuwa anazuiwa, watu walifanya. Lakini baadaye serikali ikaja ikasema, kumbe mnataka maandamano, andamaneni tu. Na serikali ikawa inasindikiza kwa polisi. Mbona imeisha? Kwa hiyo wakati mwingine tunaprovoke serikali ifanye yale ambayo hayataki kufanya ili tulete vurugu katika taifa. Hatutaki vurugu katika taifa letu. Tumepata uhuru bila kumwaga damu. Hatuhitaji damu ya watoto wetu imwagike kwa ajili ya vitu kama hivi vya siasa. Mgawanyiko katika taifa kuleta hata maadui wa nje waingie ndani ya taifa letu. Taifa letu ni kitu adimu sana. Kuna maadui wa nje wanaotuangalia. Haya tunayoyafanya ya kujaribu kutumia nguvu yanawafanya hawa wanaofanywa hayo walete maadui wa nje ndani ya taifa letu. Wanawapitisha. Sasa mimi naomba serikali ina masikio, ina watu wake wanaosimamia mfumo wa utawala,
waangalie kwa makini mambo haya.